Hakika ni mechi nzito kwelikweli ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, ambapo Mbeya City wao walikuwa wenyeji wa Geita Gold katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine hapa jijini Mbeya, tukishuhudia mechi nzuri tamna. Ni mechi ambayo ilikuwa ni yavuta ni kuvute, timu zote mbili kama ambavyo walikuwa naona hapa zikiingia uwanjani kwenda kutoshana nguvu kuweza kujua kipi ambacho kitaweza kutokea kwa dakika zote 90. Hapa ndipo ambapo jopo la uamuzi lilipokuwa likiketi na kuzungumza na manahodha wa timu zote mbili, kukabidhiana majukumu kabla ya kwenda kuona wanazianza dakika 45 za kwanza kabla ya kumalizia dakika 45 za kipindi cha pili. Wakafanya uchaguzi wa kina kabisa wa namna ambavyo wapi ambapo wanakwenda kumalizia na wapi ambapo wanakwenda kuanzia. Ilikuwa ni demokrasia ya kawaida tu kwa timu zote mbili kuweza kuona wapi ambapo wanakwenda kuanza. Hussein Athumani, mwamuzi wa kati huyu, akapuliza kipenga cha kuashiria kwamba dakika 45 za kipindi cha kwanza ndivyo ambavyo zilipokuwa zikianza katika uwanja huu wa kumbukumbu ya Sokoine, Mbeya, Tanzania. Lakini tukashuhudia matukio kadha ambayo yamejitokeza, na hapa ndipo ambapo moja kati ya matukio aliyokwenda kucheza nahodha wa kikosi cha Geita Gold, Yusuf Valentino Mhilo. Tazama namna ambavyo mpango ulitengenezwa na Vincent Abubakar, akaweka pasi hasanati, Aubrey Chola Chirwa akiweza kufunga moja kati ya magoli mazuri kweli kweli ambayo yameufanya mchezo huu kumalizika kwa jumla ya bao 1-0. Kazi nzuri ambayo ilifanywa na Vincent Abubakar, Vincent akiweka pasi murua kweli kweli, na Aubrey Chola Chirwa hakuwa na jizi, naye akamtazama mlinda mlango wapi ambapo alikuwa amesimama, akaona isiwe tabu, akausukumiza tu mpira ule kwenye kamba. Ilikuwa dakika ya 18 ya mchezo na likawa ndio bao la uongozi kwa upande wa Geita Gold. Pilika zilikuwa nyingi kweli kweli, na hatimaye tukashuhudia kosa kadhaa ambazo zilikuwa zinakwenda kwenye lango la timu ya Mbeya City, lakini kazi nzuri ambayo ilifanywa na Jimison Mwinuke ama Jimison Steven Mwanuke, ambaye alikwenda kanusuru mauzauza na mazongi ambayo yalikuwa kizengea kwenye lango lake kwa kuondosha mpira ambao ulikuwa ukizengea kwenye eneo lile. Tazama namna ambavyo alikwenda akakaa na akasimama kwa ustadi wa hali ya juu sana kudhibiti jaribio lile, na mpira ukawa umekwenda katika eneo ambalo sio rafiki sana kwa upande wa Geita Gold. Kazi ilikuwa nzuri kweli kweli ya kutengeneza mipango, kuweza kuona naona mambo yanakwenda. Yusuf Mhilu tena nyakati hizi akatengeneza mpango, piga pasi moja ya kutambaniza munawara kweli kweli, lakini Aubrey Chola Chirwa alikuwa akipambana mno na isivyo bahati akapoteza nafasi ya dhahabu kabisa ambayo aliitengeneza. Pengine ingekuwa nafasi ya kutengeneza bao la pili na kumaliza mchezo. Isivyo bahati, Aubrey Chola Chirwa alipoteza nafasi, na hapa ndipo ambapo tukaiona Mbeya City ikitengeneza mpango, lakini Hassan Ali Cheda alishindwa kuweza kufanya jambo likawa jambo, na mpira ule ulikwenda akaukosa, na Geita Gold wakaenda kuanua kinu juani kuondosha mauzauza yale na mazongi ambayo alikuwa anazengea. Tukaona counter attack nyingine ambayo ni nzuri sana ambayo alifanya Geita Gold. Pasi moja hasanati ya kutambaliza upande ule wa kulia, ukamiminwa mtungi, ambapo mlinda mlango alikuja kupishana na mpira ule. Isivyo bahati, washambuliaji nao wakapishana na mpira ule, na mpira ule moja kwa moja ukawa umekwenda nje. Kadhalika mlinda mlango alikuwa na siku nzuri sana kazini, akiendelea kuweka mchezoni wenzake muda wote, alikuwa akionekana kucheza kwa ustadi wa hali ya juu sana, na mambo yakaenda vizuri kweli kweli. Kadhalika tukashuhudia moja kati ya pasi za viwango mno ambazo zilipigwa kwa Geita Gold kuweza kuona wanatengeneza mpango, lakini namna ambavyo mlinda mlango aliona isiwe tabu, Toba Leonard kutisha akaumeza mpira ule ambao ulikwenda ukapigwa fataki moja la maana kweli kweli, na mlinda mlango alijiweka rehani akinusuru mazonge yale ambayo yalikuwa yakizengea kwenye lango lake. Hatimaye dakika 90 zikakamilika, uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine Mbeya, kushuhudia mchezo wa kwanza kwa Mbeya City wakiwa nyumbani wakipoteza bao 1-0.